ambavyo Mungu alitupenda kwanza. Alitupenda hata kwenye madhaifu yetu, alitupenda. Na maana kwamba itakuwa ngumu kwako wewe pia kudhihirisha. Maana utadhihirisha nini? Kwa hiyo tumeona kwamba msingi wa ushirika wetu ni Kristo, na muamini amemiliki ushirika milele. Amemiliki huo ushirika milele. Na maana kwamba huo ushirika ndio sababu ya muamini kutembea katika utakatifu. Katika utakatifu. Kwa hiyo pale ambapo muamini yeye mwenyewe ajui wala atambui, inakuwa ni changamoto. Inakuwa ni changamoto. Kwa sababu ikiwa huo ushirika ndio ni matokeo, huo ushirika ni matokeo ya muamini kutembea katika utakatifu. Na wewe ambao tu pale penye haujui kama uko na ushirika na Mungu, na bado unataka kuwa mtakatifu, unataka kuwa mtakatifu mbele za Mungu, so sielewi. So napata kujua au maarifa ni muhimu kwanza. Ni muhimu kwanza. Pale ambapo mtu unaelimishwa kuhusu upendo wa Mungu, kila ambacho umepokea ndani yako katika Kristo kinakuwezesha kutembea katika uhalisia. Uhalisia wako ndani ya Kristo. Hicho peke yake. Lakini pale ambapo mtu anang'ang'ana kuwa mtakatifu, au unapambana, unajitahidi kweli kweli kuwa mtakatifu kwa matendo yako au kwa njia zako, unapata Mungu anaangalia na shangaa. Ashindo mtoto yani nimempea cha kufanya, ameacha cha kufanya, ameenda kutafuta cha kwake cha kufanya. So naomba kwamba muamini akiwa na maarifa, na maarifa kuhusu upendo wa Mungu, inakuwa ni rahisi kwake, inakuwa ni rahisi kwetu kudhihirisha lile pendo la Mungu kwenye mwenendo wetu. Katika mwenendo wetu. So muamini siku zote unafaa kutembea katika huo uhakika ya kwamba nina ushirika na Mungu siku zote. Na kuishi huo ushirika siku zote. Ya kwamba wewe unauishi, auombi wala kutafuta, unauishi. Manake ni kitu umemiliki, ni cha kwako. Yani kiko na wewe. Haleluya. So kwa hiyo unapata iko very kwa muamini kujua ukweli kama huu. Kujua kwamba ushirika wake ni matokeo ya kukaliwa na Roho wa Mungu ndani yako. So kwa hiyo tutakomea pale kwa leo. Lafu naamini ya kwamba siku nyingine ukipata fursa kama hii itaendelea. Haleluya. Kaisema kwamba Mungu amekubariki sana. Na wow, wewe ni wa baraka. Wewe ni mtu wa nguvu. Wewe ni mtu wa nguvu.
Wewe ni mtu mkuu sana. Wewe ni mtu mkuu sana. Mtu aliyebeba DNA ya Mungu duniani. Na utambulisho mmoja na Mungu. Huyu ni Mungu aliye hai. Mungu aliye mkuu sana. Ya kwamba wewe umepata fursa. Umeingia katika hiyo nafasi ya kuitwa mwana wa Mungu. Wow. Ni kitu cha furaha, ni kitu cha thamani sana. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya muda na wakati huu. Na wow. We bless the Lord. Hallelujah. Kwa hiyo mimi nakomea hapo. Alafu walisema mwenye kipaza sauti. Mwenye kipaza sauti